Irayo TV na miradiayo.com. Mimi ni Bakari Chijumba na leo nipo katika ofisi za bodi ya ithibati, bodi ambayo ina majukumu mengi, lakini leo tumekuja tuyafahamu zaidi. Lakini siku za karibuni bodi hii imeonekana kuzungumzwa sana, na hii ni kutokana na kila ambacho wamekitangaza, wakiwataka waandishi wote wa habari nchini kuhakikisha kwamba wanasajiliwa rasmi kabisa kupitia mfumo wa kimtandao ambao unasimamiwa na bodi hii, na wakisha kamilisha usajili wanapewa press card ambayo itawasaidia wao kufanya shughuli zao za kihabari. Na wametangaza muda wa ukomo wa shughuli ya usajili, na ikifika Juni 21 baada hapo watafunga zoezi hili, na baadaye wale ambao hawajajiandikisha watapata changamoto katika kuripoti ama kufanya matukio ya kihabari, kwa sababu watakuwa hawahesabiki kama ni waandishi wa habari, kwa sababu mfumo hawatambui na hawana kadi maalum. Na wamesisitiza kwenye taarifa yao ambayo walitoa ya kwamba hata katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 unaotarajiwa kufanyika, yule mwandishi ambaye atakuwa hajasajiliwa, hana kadi, hatopata fursa ya kuripoti matukio ya uchaguzi na matukio mengine mbalimbali ya kihabari. Kwa hiyo nimefika hapa ili tuweze kuzungumza na uongozi wa bodi hii, utufahamishe zaidi kuhusiana hili, lakini watuambie baada ya siku hizo kukamilika ni hatua zipi ambazo zitakuwa zinachukuliwa kwa ambao hawajajisajili. Nipo na kaimu mkurugenzi wa bodi hii ya ithibati, wakili Patrick Kipangula, na nataka kuzungumza naye kwa ufupi sana atufahamishe yale ambayo tunahitaji kuyafahamu kuhusiana na utaratibu unaoendelea. Habari za leo? Salama tu, habari za leo. Hongereni sana kwa kazi. Habari za leo? Safi kabisa. Tunashukuru sana, tunaendelea vizuri. Tunaendelea kuchapa kazi. Asante sana. Nisingependa tuwe na maneno mengi sana, lakini kubwa hasa tunataka angalau tuanzie kufahamu bodi. Kwa ufupi sana, bodi ya ithibati kwa mtu ambaye haifahamu ni nini, ilianzishwa mwaka gani, malengo yake hasa ni yapi? Okay. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni taasisi au ni chombo kilichoundwa chini ya sheria ya huduma za habari, na sheria ya huduma za habari ni sheria iliyotungwa na bunge mwaka 2016, na lengo kuu la sheria hii ni kurasimisha sekta ya habari na hasa wanahabari kuwa taaluma inayotambulika kisheria. Na ukisoma kifungu cha 13 cha sheria hii kimeweka majukumu ya bodi, na jukumu mojawapo ni kutoa ithibati kwa waandishi wa habari na kuwapa press card, yani vitambulisho. Kwa hiyo jukumu kubwa la bodi hiyo pia ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari, kufanya mapitio mbalimbali ya sekta na kueleza mambo muhimu ambayo yanaweza kufanyika kwenye sekta, na kuboresha na pia kuwasiliana na vyuo kufanya maboresho ya mitaala ya taaluma hii ya habari katika vyuo ambavyo vinafundisha taaluma ya habari. Kwa hiyo hayo ni majukumu makubwa ya bodi hii ya ithibati ya waandishi wa habari. Na kwa muda gani sasa tangu imeanzishwa? Bodi hii kimsingi ilianzishwa tangu mwaka 2016 kwenye sheria. Lakini imeanza kufanya kazi mwaka huu. Imezinduliwa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi. Kwa hiyo tangu hapo ndio tumeanza kufanya kazi sasa, ili sasa kuweza kuthibitisha waandishi wa habari na majukumu mengine ambayo bodi imepewa kwa mujibu wa sheria. Na tangu tumeanza kufanya kazi tumeona mwitikio mkubwa wa waandishi wa habari, wana mwitikio mkubwa kuitikia majukumu ya bodi, na jukumu mojawapo ndio hili la kutoa ithibati sasa kwa waandishi wa habari, ambapo tumeona hata wewe nimeona umekuja umejisajili hapa na umechukua kitambulisho chako hapa. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa hilo. Asante sana. Na kwa hilo, na tunahimiza watu wengine pia wafanye hivyo, wafike bodi hapa au wa apply huko waliko kwenye mfumo ambao tumeutangaza rasmi tangu tarehe 19 mwezi uliopita. Tulitangaza kwamba watu waanze kujisajili, na tulitoa deadline ya mpaka tarehe 21 mwezi huu kwamba waandishi wote ambao wanafanya kazi kwenye vyombo vya habari basi wawe wameshajisajili kwenye huo mfumo. Na baada ya hapo sasa, tukishamaliza hilo zoezi, wale wote ambao hawajajisajili kwenye mfumo basi hawataruhusiwa kufanya kazi za kihabari mpaka pale watakapojisajili kwenye mfumo. Pale itakapotokea mtu hajajisajili kwenye mfumo na muda umefika akaendelea kufanya kazi za habari, hatua zipi zitakuwa zinachukuliwa kwake? Kwanza labda niseme kwamba sheria kifungu cha 19 kinasema kwamba mtu yote hataruhusiwa kufanya kazi za kihabari, isipokuwa mtu huyo lazima amepewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Lakini ukisoma kifungu cha 50 pia, kifungu kidogo cha pili B, kinasema kwamba mtu yote anayefanya kazi za kihabari bila kusajiliwa anafanya kosa. Kwa hiyo wote ambao watafanya kazi za kihabari baada ya tarehe ya kupita maana watakuwa wanafanya kosa la jinai.
na tunajua madhara ya kosa la jinai ni nini. Maana unaweza ukashtakiwa, ukafungwa, ukapewa adhabu ya kufungwa, ukapewa adhabu ya faini, au ukapewa vyote viwili kwa pamoja kwa mujibu wa sheria ambavyo imetamka. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito kwa wote ambao hawajajisajili wajisajili kwenye huo mfumo ambao tumeutangaza. Na kujisajili ni kitu rahisi tu kama ulivyofanya wewe. Ulivyokuja kujisajili siku moja tu umeshamaliza kujisajili na ukamaliza kila kitu siku hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni rahisi, na mtu anaweza kaingia kwenye mfumo akajisajili akafanya utaratibu, akapata press card, akaendelea kufanya kazi yake kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Kwa wale wa mikoani kule na ambao pengine hawafiki ofisini, akishamaliza kujisajili kadi yake anaipataje? Tuna utaratibu, anaweza akatuma mtu yote akamsaidia kuupokea, kama ana mtu hapa jirani ambaye anaweza kumsaidia kuchukua na kuweza kumwagizia akakipata kitambulisho chake, au sisi wenyewe tunaweza kufanya utaratibu wa kumwagizia kama hana mtu kabisa wa kumchukulia hapa ofisini. Lakini pia juzi hapa tumeagiza vitambulisho Bukoba kupeleka Bukoba. Kwa hiyo hakuna changamoto yote. Kwa hiyo tumemwagizia mtu Bukoba na ameshakipata tayari. Kwa hiyo anaendelea kufanya kazi zake kwa uhuru. Kwa hiyo hakuna kisingizio kwamba sitakipata kwa wakati. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakajisajili, then sisi tutafanya utaratibu wote wa kuweza kupata. Either mtu aje achukue mwenyewe au amwagize mtu ambaye anafahamiana naye, anamwamini kwamba anaweza kumchukulia, au si wenyewe kama hana mtu tunamwagizia kama hakuna mtu anamwamini. Sawa. Na utaratibu huu wa kudhibiti wale ambao watakuwa wanafanya kazi bila vitambulisho, utakuwa unashughulika na mwandishi mwenyewe binafsi au hata chombo cha habari ambacho mwandishi anafanya kazi? Kwa mujibu wa sheria sisi bodi tunashughulika na mwandishi. Tunashughulika na mwandishi, kwamba mwandishi yule ambaye anafanya kazi bila ithibati, maana huyo sana anafanya kosa. Na sisi kwa sababu tunasimamia taaluma ya habari, na tunasimamia taaluma kwa maana ya watu binafsi ambao wana taaluma hiyo ya habari. Kwa hiyo chombo kitakuwa kinafanya kosa, lakini chombo kitashughulikiwa na mamlaka nyingine, sio sisi bodi. Sisi tutashughulika na mwandishi wa habari, kwa sababu chombo cha habari kuna mamlaka ambazo zinasimamia. Kwa mfano vyombo vya habari vya kielektroniki vinasimamiwa na TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, na vyombo vya habari vya machapisho, magazeti, vinasimamiwa na wizara chini ya idara ya habari maelezo. Kwa hiyo kwa maana hiyo hao wenye vyombo sasa, wamiliki wa vyombo na vyombo vyenyewe vitashughulikiwa na hizo mamlaka nyingine. Sisi tutashughulika na mwandishi ambaye anakiuka sheria kwa kufanya kazi bila kuwa na ithibati, kinyume na matakwa ya kisheria ambayo yameainishwa kwenye sheria ya huduma za habari. Kwa maana hiyo unamaanisha chombo ambacho kitaruhusu waandishi wake kufanya kazi bila kuwa na ithibati, maana kina wao pia watakuwa wanafanya makosa. Akiwa nao wasimamia wanafanya makosa kwa maana ya usimamizi sasa wa sekta kwa mamlaka nyingine, sio kwetu sasa. Kwa mamlaka nyingine ambazo zinasimamia hao wamiliki wa vyombo vya habari. Ilitangazwa miaka 5, watu walipewa miaka 5 ya kwenda kusoma. Waandishi wa habari wasome wafikie kile kiwango cha elimu ambacho kinatakiwa ili kupewa ithibati, kwa maana kuanzia diploma, bachelor na kuendelea. Lakini miaka 5 ilipita, watu wakaomba bwana pengine muda ongezwe. Nakumbuka kaongezwa pia mwaka mmoja, na hata bwana mwaka mmoja kaongezwa, kuna mwaka mwingine umepita tena, mwaka miwili imepita tena. Waandishi pengine wanaweza kadhani kama tulipewa miaka 5 ikapita, tuliendelea, ikapita mwaka mmoja tukaendelea, ndio maana labda hata muitikio kwamba turudi shuleni tuongeze elimu kwa baadhi ambao bado hawajafikia hivyo vigezo, labda watu walikuwa wamerelax, na wanaweza wakadhani pengine hata sasa utaendelea kuongezewa muda na kadhalika. Vipi, kuna mpango kuongeza muda kwa waandishi hao kama ilivyokuwa wakati ule, ili wapate nafasi ya kwenda kusoma, au muda ambao uliongezwa umetosha? Kimsingi serikali imeona muda ulioongezwa umetosha, kwa sababu unajua ukijumlisha ni miaka 8. Ni zaidi ya miaka 8 tuseme, tangu sheria itoe hicho kipindi cha mpito ambacho mara kwanza kama ulivyosema ilitoa miaka 5, baadaye waziri akaja kuanza mwaka mmoja, baada ya mwaka mmoja imeshapita miaka 2 tena na zaidi kidogo. Kwa hiyo ni miaka 8 na zaidi. Kwa hiyo kwa kweli muda huo unatosha. Maana hata kama mtu alianza secondary form 6 ameshamaliza mpaka degree, miaka 8 sio michache, ni mingi sana. Kwa hiyo muda huo serikali ndio unatosha, na sasa ndio maana bodi sasa imeanza kufanya kazi ili sasa kuona sasa wale wote ambao kwa kweli hawana sifa za kielimu ambazo zimeainishwa kwenye sheria, basi waende wakasome, baada ya kusoma warudi waendelee na taaluma yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kutimiza vigezo vya kisheria ambavyo vimeainishwa, hasa vigezo vya kielimu ambavyo vimeainishwa kwenye sheria. Kwa hiyo hakuna muda tena wanyongeza wa watu kwenda kusoma. Kwa hiyo kama mtu hajasoma akasome, akirudi ataendelea, ataikuta taaluma, ataendelea na taaluma. Atasoma akiwa hayupo kazini kwa sasa. Yes, lazima asome akiwa hayupo kazini, kwa sababu akisoma akiwa kazini bado atakuwa anakiuka sheria, kwa sababu tayari ithibati imeshaanza kutolewa kwa waandishi wa habari. Na pengine wakati mwingine kutochukuliwa hatua kule kunafanya watu wamerelax pia. Wana mwanzoni kama unasema miaka 5 imepita, mwaka mmoja, hawakuona hatua yote inachukuliwa kwa mwandishi ambaye anafanya kazi bila kuwa na hiyo ithibati. Unadhani wakati huu mnaenda kufanya hatua ipi ambayo
itachochea waandishi kuona kwamba hili jambo ni serious? Hatua zitachukuliwa kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba kifungu cha 50 kinasema kabisa cha sheria ya huduma za habari kinasema kabisa kufanya kosa bila kupewa ithibati ni kosa kisheria. Kwa hiyo kwa maana hiyo wale wote ambao watafanya hizo kazi kinyume na sheria, maana yake tayari watachukuliwa hatua za kisheria ili kuweza kuzuia watu wasiendelee kufanya hizo kazi kinyume na utaratibu ambao umeainishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito kwamba wale wote ambao kwa kweli hawana vigezo basi wakaongeze elimu, wasome ili waweze kutimiza vigezo. Na wale ambao kwa kweli wana vigezo basi wajisajili kwenye mfumo ili tuwatambue waendelee kufanya kazi kwa uhuru, wakiwa wana press card zao na wakiwa wametimiza vile vigezo vya kisheria ambavyo vimewekwa kwa mujibu wa sheria. Maana lazima sheria, tunasema sheria ni msumeno. Sheria ni msumeno, inakata kote kote. Kwa hiyo lazima kila mtu atimize sheria ili tuweze kufanya kazi kwa uhuru bila kupata shida yoyote. Sawa, sasa hapo kwenye utekelezaji wa sheria nataka kujua utaratibu tayari mmeshaupanga namna ambavyo mtaanza kudhibiti hili wale ambao hawajapata ithibati, au mnadhani baada ya muda ukishafika hata 21 ndio mtapanga utaratibu? Nikimaanisha kwamba labda mtakuwa mna mpango wa kuzunguka kwenye media kuangalia bwana huyu ithibati hana bwana, au mmejipangaje? Tumejipanga kwa maana ya kwanza tutakuwa tunafanya ukaguzi kwa sababu sheria pia imetupa mamlaka ya kufanya ukaguzi kwenye vyombo vya habari na vyombo vya habari vyote. Kwa maana hiyo, kwa maana vyombo vya habari vya kielektroniki, vyombo vya habari vya machapisho, mitandao ya kijamii yote ambayo inafanya kazi kama vyombo vya habari, lazima tutapita kufanya ukaguzi na sheria imetupa mamlaka hiyo. Kwa hiyo tukikuta kuna mtu anafanya kazi hajatimiza vigezo na hajapewa ithibati, basi hatua za kisheria zinachukuliwa. Na ndio maana tunatoa wito hata kwa wamiliki wa vyombo vya habari kwamba wahakikishe watu wanaowaajiri basi ni wale ambao wametimiza vigezo vile ambavyo vimeainishwa kwa mujibu wa sheria. Na tunafanya mpango wa kuwasiliana na wamiliki kuwaeleza hili kwamba wahakikishe kwamba watu wote ambao wanawatumia na watu wote ambao wamewaajiri basi ni wale ambao wametimiza vigezo vya kisheria ili kuepuka usumbufu ambao unaweza kujitokeza kipindi ambacho tutakuwa tunafanya huo ukaguzi. Nimeona pale mmeweka msisitizo wakati wa uchaguzi ambaye hana ithibati hata uruhusiwa kuripoti. Hapo napo utaratibu mtautumia. Tutashuhudia kwamba mwandishi ameenda jukwani pale anafanya coverage ya kipindi cha uchaguzi, anashusha bwana wewe una ithibati, mtakuwa mnafanya ukaguzi wakati wa uchaguzi kiendelea, au mtafanya nini hasa wakati huo? Na kwa mtu ambaye hana ithibati, maana yake kama nimpiga picha nini hataruhusiwa kusogea kabisa kwenye eneo la kuripoti? Tumesema uchaguzi kwa maana ya jukumu kubwa ambalo lipo mwaka huu, lakini ni shughuli zote za kihabari. Mwandishi wa habari hataruhusiwa kufanya kazi kama hana ithibati. Sio uchaguzi kwa ni mfano tu wa kwamba kuna shughuli kubwa ya mwaka huu, lakini ni shughuli zote za kihabari. Hata kwenye shughuli za kiserikali ambazo zinahusisha waandishi wa habari, mtu hataruhusiwa kuingia kama hana ithibati. Bala ithibati, kile kitambulisho chako kile ndio kinakuruhusu kuingia kufanya kazi za kihabari na kuonyesha kwamba umepewa issibati. Kwa hiyo hawataruhusiwa kwa maana hiyo. Na sio kwamba tutapanda kumshusha mtu pale, hapana, hatutakuwepo kila mahali. lakini kwa maana ya issue ya uchaguzi tutashirikiana na watu wa INEC kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafanya kazi za kihabari kuripoti masuala ya uchaguzi basi ni wale ambao wamepewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Kwa hiyo tutashirikiana nao na mamlaka nyingine za serikali tutashirikiana nazo ili kuhakikisha kwamba sekta hii sasa inalindwa na sekta hii inaheshimika, kwa sababu kwa muda mrefu sekta hii imekuwa au taaluma hii imekuwa haiheshimiki vile inavyopaswa kuheshimika. Na ndio maana tumesema sheria imetambua taaluma hii kuwa kama taaluma nyingine. Unaona wanasheria bwana wanaheshimika, madaktari wanaheshimika, maengineer wanaheshimika. Kwa nini sio waandishi wa habari? Kwa hiyo nayo hii kwa sababu sheria imeamua kwamba au serikali imeamua kwamba hii sasa ni taaluma rasmi, basi lazima iheshimike na ifuate misingi ya sheria ambayo imewekwa ili kufanya taaluma hii sasa iwe taaluma yenye hadhi ambayo inastahili. Wakati najaribu kumshawishi rafiki yangu mmoja aje kujichukua ithibati, aliniambia nadhani uchaguzi ukiisha inawezekana hii nguvu isiwepo ya kupush, labda imewekwa kwa sababu ya kudhibiti watu wakati wa uchaguzi. Najaribu kuzungumza hili pia kwa wale ambao wana mindset ya aina hiyo. Hapana, sisi labda niseme hatuboi. Hatutaboa. Yaani hata ukipita uchaguzi, ukipita nini, sisi tutaendelea tu na kazi ile ya kudhibiti. Sio kudhibiti, yani kazi ile ya kuhakikisha kwamba hii taaluma sasa inakuwa ni taaluma ambayo inatambulika. Yaani wale ambao hawana taaluma wasiendelee kufanya hii kazi. Kwa kweli kabisa tutakuwa serious na sio wakati wa uchaguzi tu, hata baada ya uchaguzi
tutaendelea ndio maana nikasema kwamba sio tukio la uchaguzi tu, matukio mengine yote ambayo yatahusisha uandishi wa habari au yatahusisha uandishi wa habari. Waandishi wa habari lazima wawe wamepewa ithibati ndio wafanye kazi zake. Moja nyingine, baadhi ya mtu mmoja ananiambia kuhusu talanta, anasema unajua taaluma masuala ya habari ni tofauti na taaluma nyingine. Kwa anamwambia mfano tunahitaji kuwa na watu professional kama ulivyosema, engineer, kuna engineer anatoka tu akaenda kufanya shughuli, daktari akaenda. Anasema sasa huko kwetu kuna tofauti kwa sababu kuna watangazaji mashuhuri kabisa nchini wapo na wengine walitangulia mbele za haki, lakini waliweza kuimudu hiyo kazi bila kuwa na elimu ya habari. Walisomea elimu wengine baadaye na wengine mpaka wanamaliza majukumu yao wapo hawajafanya hiki. Lakini hiyo nikasema nitakuuliza hili pia. Mlizingatia ile kwamba kuna talanta, kwa hiyo inabidi tuache wakati mwingine kwa sababu kuna vipaji vya kihabari? Hapana, na mara zote nimekuwa nikisema, hata sehemu nyingine nimekuwa nikisema kwamba kipaji pekee hakikufanyi kuwa mwanataaluma. Na kwa sababu tumeshaweka kwenye sheria na nimesema sheria ni msumeno tumeshasema kwamba hii ni taaluma. Ikishakuwa taaluma maana yake lazima ifuate misingi ya kitaaluma, na misingi ya kitaaluma ni pamoja na kwenda shule. Wewe umeenda shule miaka mingapi mzee? Miaka unaendelea masters, ndio? Sasa wanakuja mtu ambaye darasa la 7 anataka kulingana na wewe, itawezekana kweli? Ni mtihani, haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana taaluma ni taaluma, kwa sababu watu wanakwenda shule, wanatengenezwa kwa kupita shule. Mtu anaenda chuo mwaka mmoja wa kwanza, miaka 3, anaenda miaka 2 masters, anaenda miaka 3 PhD, na huyu ni mwanataaluma. Kwa hiyo huwezi kumlinganisha na yule mtu ambaye unasema yeye ana kipaji tu. Hapana, kwa kweli kipaji, nimekuwa nikisema kipaji jumlisha shule, mtu anakuwa the perfect person. Mtu akishakuwa na kipaji lakini akienda na shule pia, kipaji kile kinampa more advantage ya kufanya ile kazi vizuri zaidi ya kitaaluma. Kwa hiyo kipaji pekee hakiwezi kumfanya mtu kuwa mwanataaluma, na hasa taaluma ya habari. Na tusifanye mazoea kwamba kwa sababu kuna watu wameshapita, wameshakuwa na hiyo wamemudu, tusifanye hiyo mazoea, kwa sababu hata nchi za wenzetu pia tumejifunza, hata nchi nyingine kwamba pia wao wameweka hii kuwa ni taaluma. Ukienda tu hapa Uganda tu, kwanza wao hawaanzi diploma, wanaanzia degree. Yes, wanaanzia degree. Sisi tumeanzia diploma. Kwa hiyo sisi kidogo tumeshuka, lakini ukilinganisha na wenzetu kwamba wenzetu wameipa hadhi kubwa zaidi kwamba lazima mtu awe na degree ndio awe mwandishi wa habari. Na sisi pia tafikia huko, itafika wakati tunavyoenda tutafikia mpaka bachelor au mtabaki na diploma. Kwa sasa tuko na diploma, lakini sasa kwamba tutafika bachelor siwezi kusema kwa sasa, kwa sababu tunaendelea, ndio tumeanza. Unaona hata walimu nilikuwa naongea, mtaalamu mpya wa walimu unasema walimu wa certificate hawatapo nafasi hata fundisho la msingi. Shule msingi wanaanza diploma. Wanaanza diploma, yes. Kwa hiyo mtaalamu wao umebadilika. Kwa hiyo taaluma nyingine unabadilika. Kwa nini sisi waandishi wa habari usibadilike? Yes. Kwa hiyo lazima pia tuendane na mazingira. Teknolojia inabadilika, mazingira yanabadilika, watu wanaelimika. Kwa hiyo lazima na sisi taaluma yetu iendane na hayo mabadiliko ambayo yanakuja ya kidunia. Sawa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo ningetamani tumalizie hapa kwa kuvizungumza. Sawa, tunaomba watu ithibati, tunahakikisha kwamba watu wanasajiliwa, tunaondoa makanjanja wale ambao tunawaita kwenye habari ambao hawana elimu ya habari. Na mara nyingi tukijenga hoja tunazungumza mifano ya madaktari, maengineer na mawakili na kadhalika. Lakini tuje kwenye swala la maslahi. Huenda waandishi wanaona kwamba hizo sehemu nyingine mambo yao ni mazuri kwa sababu wana utaratibu wamejiwekea vizuri, hata mishahara na mambo mengine. Lakini kuna changamoto kubwa sana taaluma ya habari. Bahati mbaya ni kwamba kwa sababu sisi wenyewe ndio ni waandishi wa habari, tumekuwa tunazungumzia sana matatizo ya watu wengine. Ukisikia kuna wafanyakazi wameandamana kwenye kiwanda, wanadai maslahi, tunaenda kufanya coverage. Lakini ngumu wewe uanze kusimama wasema bwana mimi hapa ofisini kwetu bwana sisi unaripoti. Sasa kama unavyoona ofisini kwetu hatujalipwa. So kwa taaluma wakati mwingine tunakosa kujisemea wenyewe, lakini kiujumla maslahi ni tatizo. Nyinyi kama bodi ya ithibati mmeshaanza kazi rasmi, mliangalia hili pia? Tunaliangalia au tutaendelea kuliangalia, kwa sababu kama nilivyosema ndio kwanza tumeanza. Unajua mwezi wa 3 na huu mwezi tuna miezi mitatu tu. Kwa hiyo tunaendelea kuliangalia, na naweza kusema kwamba maslahi ya waandishi wa habari ni madogo kwa sababu sababu ni hiyo sasa, kutokuheshimika kwa taaluma. Na taaluma sasa kwa sababu itaheshimika kisheria na wale wanaoajiriwa watakuwa wanaajiriwa kwa mujibu wa taaluma zao, basi tunaamini kabisa kutokana na kuheshimika kwake maslahi pia yanaweza yakabadilika. Kwa sababu kulikuwa kuna mtazamo tu kwamba huyo ni mwandishi tu wa habari. Hata ukimpa fedha kidogo tu basi anaridhika, lakini kwa sasa kwa sababu tunaendelea kuiheshimisha hii taaluma, lazima itaheshimika na maslahi yake yataendelea kuongezeka. Na kama unakumbuka kulikuwa kuna taarifa ya tathmini ya uchumi wa vyombo vya habari
ambao hiyo pia ilitolewa na wataalamu na alikabidhiwa Mheshimiwa Rais, na hiyo pia itaendelea kufanywa kazi, kwa sababu pia kule kwenye kusoma ile taarifa inaeleza kabisa kwa nini waandishi wa habari wanalipwa fedha kidogo na nini kifanyike ili kuweza kukwamua hilo tatizo. Kwa hiyo na sisi bodi tutachukua hiyo taarifa, tutaichambua, tutaona ni namna gani tunaweza kufanya maboresho na kupendekeza nini kifanyike ili walau waandishi wa habari wawe na maslahi ambayo yanalingana na uwezo wao, yanalingana na kazi yao, kwa sababu pia waandishi wa habari wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Kuna mazingira mwingine, muda mwingine yanakuwa ni magumu, kwa hiyo kuna vitu ambavyo pia lazima viboreshwe kwenye taaluma ili sasa taaluma iweze kuheshimika na pia waandishi wa habari waishi maisha mazuri kama taaluma nyingine, na wa kwanza kuheshimisha taaluma sasa ni sisi wenyewe waandishi wa habari. Ni sisi wenyewe waandishi wa habari. Tukianza sisi kuheshimu taaluma ya habari au kuiheshimisha au kuilinda taaluma yetu, maana yake lazima maslahi yataongezeka. Pamoja na kwamba kwenye vyombo vya habari kuna hali ngumu ya kiuchumi, lakini maboresho hayo yakifanyika na taaluma pia inaboreka, na watu wanaofanya kazi ndani ya taaluma hiyo basi wanao maisha yao yanaboreka. Lakini pia tutakuwa kama nilivyosema, kazi moja wapo ya bodi pia ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo kuna mahali pengine nilisema kwamba tutakuwa tunatoa mafunzo pia sio ya taaluma tu ya waandishi wa habari, hata mambo mengine uchumi, jinsi ya kuongeza pesa kuongeza kipato chako kwa ajili ya maisha mengine, kwa sababu usiweke mayai yote kwenye kikapu kimoja. Kwa hiyo kuna hayo mafunzo yatakuwa yanatolewa, mafunzo pia hata ujasiriamali yatakuwa yanatolewa ili kuwasaidia waandishi wa habari waweze kujikwamua kimaisha, maana yake asitegemee kitu kimoja tu, mshahara tu wa mwajiri, na vyombo vya habari vina uchumi wake huko kidogo unaendelea kuyumba. Lakini tukiwafundisha vitu vingine, mbinu nyingine za kwenda kusurvive, atakuwa na taaluma yake lakini ana kitu kingine anachoweza kusurvive kikamsaidia kuboresha maisha yake. Maana kwenye habari kuna baadhi ya taaluma hata mishahara inatofautiana kutokana na elimu, lakini kwenye habari mtu wa darasa 7 ofisini anaweza kulipwa mshahara mkubwa kuliko kwenye masters. Yes, sasa ndio hicho sasa, mtu wa darasa 7 asipoajiriwa kwa kuzingatia kiwango cha elimu kwenye sheria, basi wewe ambaye una taaluma hiyo utaajiriwa na utapewa ule mshahara mkubwa ambao yule anapewa. Kwa hiyo ndio maana nasema ithibati ni muhimu sana kwa ajili ya kurekebisha na kuipa hadhi taaluma hii ya uandishi wa habari. Basi tumehitimisha kwa kuambia wale ambao pengine hawajafahamu utaratibu wa jinsi ya kujisajili na ofisi zenu zilipo, kama kuna mawasiliano, ili waweze kujua namna ambavyo wanaweza kuwasiliana. Labda kwanza nitoe wito kwa waandishi wa habari wote ambao hawajajisajili kwenye mfumo. Tunaomba wajisajili kama sheria inavyotaka, na mfumo wenyewe ni kama nilivyosema, ni rahisi. Mtu akiwa serious dakika 10-20 amemaliza kujisajili. Akishajisajili inabaki kazi kwetu sasa kuverify vyeti vyake na kuweza kumpa press card. Na mfumo kuna kiunganishi ambacho mtu anaweza kaingia, kinaitwa taihabari.jab.tz.go. Hicho ndio kiunganishi ambacho mnaweza kaingia. Mtu akiingia kule anaingia kujisajili, then anafuata maelekezo ya mfumo jinsi unavyomuelekeza. Na mtu akikwama, sisi tuko tayari muda wote. 24, wengine wanatupigia simu mpaka saa 5 usiku, saa 6 usiku, tunawakwamua, wanajisajili, wanaendelea na kujaza taarifa, then zinawasilishwa kwetu. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba watu wote tujisajili, na deadline hiyo ikishapita kwa kweli tutaomba wale ambao hawajajisajili wajisajili kwanza ndio waendelee na kazi. Kama hujajisajili kwa kweli kaa upumzike, ujisajili kwanza. Baada ya hapo tukishakuthibitisha uendelee na kazi. Nakumbuka ulisema kwamba itakuwa ndio mwisho wa kujisajili. Itakuwa mwisho kwa wale ambao wako kazini sasa. Ila kwa maana ya kuendelea kutoa ithibati tutaendelea muda wote, ili ni kazi endelevu ya bodi, kwa sababu kuna wengine watatoka vioni, watakuja kuajiriwa, watataka ithibati. Kwa hiyo tutaendelea kutoa, lakini kwa wale ambao wako kazini kwa sasa, then tarehe hiyo 21 wao wote wameshajisajili kwenye mfumo. Na kama mtu anakwama, sisi tuko tayari muda wote 24/7. Sisi tuko. Ofisi zilipo? Na ofisi zetu ziko jijini Dar es Salaam, mtaa wa Jamhuri. Kwa wenyeji wa Dar es Salaam zilipokuwa ofisi za Wizara ya Mawasiliano zamani. Hapo ndipo ofisi zilipo, ghorofa ya kwanza. Ukifika hapo utakuta maafisa ambao watakupokea vizuri kwa bashasha, na utasajiliwa na utasaidiwa kwa changamoto yote ambayo unayo. Kwa namba za simu ambazo mtu anaweza kupata msaada ni 0754 053 725. Namba hii ni ya mtu anaitwa Mawazo Kibamba, ni afisa wa kwetu hapa ambaye yeye yuko tayari muda
wowote. Yes.